tuzungumzie pia kidogo kwa upande wa ligi. Ligi inakwenda ukingoni. Sasa nadhani mechi 5 hivi sasa. Yes. Hivi mechi ligi wakati inaanza ikifika katikati na ikiwa inaisha, ni sehemu gani panakuwa na utamu sana kwenye utangazaji? Mwishoni nafikiri kuna scenarios tofauti, sababu hapa saizi kuna categories ambazo tunasema kuna timu zinataka ubingwa, kwa hiyo kuna ligi yao. Kuna timu zinatafuta namna ya kusalia kwenye ligi kwa kuwa sehemu salama, kwa kuna ligi yao. Kuna timu ambazo ziko kwenye nyakati ngumu sana ya kuhakikisha washuke daraja au mtu apate chance ya kucheza playoff. Pia pale kuna ligi yao. Kwa kwenye mechi hizi 5 ukitazama na points za kila sehemu unaona kwamba bado kila timu ina uhitaji wa point 3 kwa kiasi kikubwa sana. Vita ya ligi ya ubingwa huku unaona namna gani ambavyo watu wanapambana kuhakikisha wanachukua pointi 3 kwa kiasi kikubwa sana. Kwenye kushuka unaona pia watu wana matumaini makubwa sana, isipokuwa upande wangu naona kama KMC ameamua kutupa taulo. Watu wengi wamemkataa. Yaani mechi 25 pointi 9 kwenye ameshinda mechi tani, kwenye mechi 25 umeshinda mechi 3, umepoteza pointi 22. Yaani mechi 22 umezipoteza. Maana yake ni sana kupoteza pointi 66. Kwa hiyo unaona kabisa yupo kwenye nyakati ngumu sana za kusurvive. Nafikiri mchezo mmoja tu unaokuja anacheza dhidi ya TRA kama nitakuwa niko sawa. Asipopata matokeo ya ushindi ndio itakuwa kwa heri rasmi kutoka kwenye ligi kuu. Kwa hiyo unaona namna gani ambavyo yupo. Yes, unaona namna gani yupo kwenye nyakati ngumu. Lakini ukitazama Prison amempiga Pamba ujue pale CCM Kirumba, sehemu ambayo wengi hawakudhani kama anaweza. Mbeya City alikuwa na kazi ngumu sana mbele ya Singida, kapoteza kwa idadi kubwa ya mabao 4, lakini namna alivyokuwa anacheza ule mpira ulikuwa unaona anatamani kupata kitu positive tangu mpira umeanza, na walitangulia kufunga kwa goli la kujifunga Morris Chuku. Kwa ni mechi ambazo kwenye mpira ngumu kwenye ubingwa pale katikati mpaka chini kabisa. Yes. Sawa, kwa upande wa tukizungumzia hizi Simba na Yanga, namna ambavyo wanaelekea ubingwa, Simba na Africans, jicho lako ukilitazama wewe, mtazamo wako una balance mchezo namna ambavyo ilivyo, unaweza kuzungumzia kwamba huenda ukaona nani anakuwa na wepesi wa kutoa ubingwa msimu? Nafikiri issue sio wepesi, issue ni mentality namna gani ambavyo zipo, kizingatia kuna mizunguko 5 imesalia. Yanga na Azam, Yanga na Mashujaa, na mechi zingine. Umemzungumzia Simba na Singida, Simba na Pamba, Simba na Mbeya City. Kwa unaona ni mechi ambazo hasio nyepesi hata kidogo. Kwa ni wakati ambao kisaikolojia wachezaji, benchi la ufundi wanapaswa kuwa 100% kuhakikisha kwamba saikolojia ya kumaintain matokeo chanya inaendelea kuwa hapo. Kwa upande wangu advantage ipo kwa Yanga, wanaongoza ligi kitu cha kwanza, tofauti ya pointi 2, lakini pia kundi kubwa la wachezaji ambao wamecheza pamoja kwa muda mrefu, kwa inawasaidia kwenye as a team muunganiko. Though naona Simba ambayo tangu mzunguko wa pili umeanza imeonekana kwa tofauti kwa usajili wa kundi la wachezaji walioingia, wamekwenda kuongeza pale ambapo wengine waliishia, wameifanya timu kuwa na ushindani mkubwa. Kwa hiyo unaona ni sehemu ambazo binafsi naona kuna utofauti mkubwa baina ya hizo timu mbili. Sawa, tuzungumzie kidogo pia kwenye engo ya usajili. Nimeona kuna baadhi ya tetesi zikizungumzwa kwa upande wa Stefan Kiaziz kurejea Jangwani, lakini pia Easton Mayele kule mkataba wake unakwenda ukingoni na inasemekana bado hajaongeza. Pia watu wanamhusisha na kurejea tena Jangwani. Tuzungumzie kwa upande wa kuwarejesha watu ambao walikuwepo wakaondoka, lakini pia ukiangalia pia mabavu ya Young Africans na zile timu ambazo zina hao wachezaji na mentality za wachezaji wenyewe, akitajwa pia Gilimugisha. Unaona kweli wana uwezo wa kuwarejesha ama
wakiwarejesha wamefeli kama ambavyo baadhi ya watu wanazungumza kwamba leo hii kwanza kumfikiria mchezaji ambaye alishakuwepo nataka kumrejesha tena ni kama umefeli? No, sidhani kama ina tafsiri hiyo kwa upande wangu. Nafikiri ni namna gani unakwenda kuboresha kutokana na situation ambayo ipo. Stefan nafikiri ni kati ya viungo bora sana kwa misimu 5-6 ya hapa karibuni, ameonyesha ubora mkubwa. Kwa hiyo huwezi kudoubt kiwango chake, namna ligi yetu ilivyo, unaona kabisa ni mtu ambaye anaweza akaingia aka challenge kwa kiasi kikubwa sana. Fisto mmoja wa washambuliaji bora kabisa barani Afrika kwa sasa, mshindi wa ligi ya mabingwa akiwa na Pyramids. Ni mchezaji ambaye amekwisha prove kwenye soka la Afrika la kiwango cha juu kabisa. Kwa hiyo kwanza kwa hao wawili unapata faida kubwa kwamba tayari wanajua mazingira gani ya ligi ya Tanzania yalivyo. Kwa hiyo kwenye swala la kuseto haitokuwa kazi ngumu sana kwa upande wao. Jean Claude Gilimugisha ni kati ya wachezaji wazuri sana vijana ambao wameonyesha uwezo mkubwa wakiwa na Al Hilal. Kwa hiyo sidhani kama kuna timu haitamani kuwa na mchezaji wa aina yake kwa hizi timu za Tanzania na timu nyingine za barani Afrika. Kwa hiyo ni wachezaji wazuri sana. Kwa upande wangu sichukulii negative kwa sababu ni watu ambao wanakuja kuongeza thamani tena kwa upande wa ligi na kuipandisha kutoka hapa ilipo kwenda sehemu nyingine. Yes. Steve Barker amefaulu sehemu gani? Ujio wake na ghafla akaletewa tu wachezaji wengi wapya. Kuna Stan Setura na basi na wengine ambao wameongezeka kwenye dirisha dogo. Lakini bado Simba ikaja ni kama imepata fulani hivi. Ukizungumzia ya namna ambavyo ilianza ligi mpaka hivi sasa tunaona ni Simba ambayo imegain momentum ya hali ya juu. Steve Barker amefaulu sehemu gani? Ama ni wachezaji walioletewa ni bora wamemrahisishia kazi kwa namna hii? Afiki kwa muda mfupi alifanya assessment ya timu ambayo alikuta na anahitaji kitu gani ili kuweza kufanikiwa. Itakumbuka wakati ameingia kulikuwa na kina Mutale, Kibu na kundi kubwa la wachezaji wengine, Mukwala, kina Soa, wote walikuwepo. Kwa nafikiri baada ya muda mfupi hasa kwenye michuano ya Mapinduzi alipokwenda kucheza na pengine kwa falsafa yake aliona kuna sehemu zinahitaji marekebisho, wakati ambao dirisha dogo lilikuwa linakwenda kufunguliwa. Kwa hiyo alikuwa kwenye nyakati nzuri za dirisha kwenda kufunguliwa, lakini nyakati nzuri zaidi kupata wachezaji ambao wamefanikiwa kwenda kuboost timu yake. Libase mmoja wa wachezaji waliofanya vizuri sana Chan akiwa na Senegal. Unakwenda unamzungumza Anise Ura